niwashukuru sana wawezeshaji wetu kutoka Wizara ya Afya kwa mwitikio huu. Baada ya kuorganize resources, mmekuja kutufanikishia mafunzo haya kwa TOTs, na nyie ni wawezeshaji wa ndani ya mkoa. Kwa tunaamini baada ya hapa mtashuka chini kwenda kutoa mafunzo na hatimaye mkoa mzima, vituo vyote tuhakikishe tunatumia LCG. Na imani kubwa sana na nyie. Baada ya hapa mtatengeneza action plan na tutakubaliana follow up na kuhakikisha vituo vyote baada ya muda ambao mtakao mmekubaliana wenyewe baada ya mafunzo kwamba tunaanza kutumia LCG, tunatoka kwenye pantograph. Lengo la mafunzo haya kama ambavyo tumesema ni kuimarisha uwezo wetu au watoa huduma katika kufuatilia maendeleo ya uchungu wa kujifungua kwa nyenzo ya Labour Care Guide ambayo imeandaliwa na Wizara ya Afya kwa lengo la kuboresha huduma hizi za uzazi, kuimarisha usalama wa mtoto na kuchangia kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga. Kupitia mafunzo haya washiriki wote mtaweza kujifunza, kwa maana kwamba muda wote muwe active, mshiriki kamilifu na kuweza kutumia ile Labour Care Guide katika mazingira halisi ya utoaji wa huduma, kutambua mapema vihatarishi vinavyoweza kujitokeza wakati wa uchungu wa kujifungua na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati. Mkoa wa Singida unaendelea kufanya jitihada mbalimbali za kuboresha afya ya mama na mtoto. Mafunzo haya ni sehemu ya juhudi hizo za kuonyesha dhamira ya mkoa kama ambavyo nimesema awali. Mzitumie siku hizi kikamilifu kama ambavyo nimesema, kushiriki na kushirikiana, kujenga uzoefu na uwezo ambao utasaidia kuboresha utoaji wa huduma na kwenda kuwafundisha wenzetu kule katika vituo vya kutolea huduma za afya. Tunaamini tutatumia fursa hii vizuri sisi kama TOTs wa mkoa kuhakikisha tuna capture vizuri na kwenda kuwafundisha wale wa chini na kuhakikisha tunaendelea kuwajengea uwezo. Kwa sababu sio mara moja, tutakuwa tunaendelea kufanya mentorship, supportive supervision, kuendelea kuwajengea uwezo ili waweze kuzitumia. Na tuhakikishe kila mama anayeingia kujifungua tuna monitor labor progress yake kwa kutumia LCG. Kusiwe na visingizio vingine. Hakuna sijui zile pantograph hatuja print, hatujafanya nini. Hivyo wote sitataka kuvisikia kabisa. Na nina imani kubwa na nyie mtaenda kufanya kazi kubwa kuhakikisha ndani ya muda ambao tutakuwa tumejipangia vituo vyote vinatumia nini? Labour Care Guide. Sisi tunadaiwa katika utoaji wa huduma bora. Moja ya huduma bora ni kutumia hizo SOPs, kutumia hizi nyenzo mbalimbali ambao na mafunzo ambao tunawezeshwa kwenda kuhakikisha tunafanyia kazi. Kwa niwaombe na niwasisitize sana, tutakuwa wakali kabisa kuhakikisha kila mama tuna monitor uchungu wake kwa kutumia Labour Care Guide. Na inatusaidia sana kuchukua maamuzi kwa wakati sahihi, kuokoa mama pamoja na nini? Na mtoto, na tuondoe kabisa hivi vifo vya mama na mtoto. Lakini tunapoendelea kutoa huduma na wasisitize tuendelee kufuata sheria, taratibu na kanuni mbalimbali na miongozo inayotuongoza katika utoaji wa huduma za nini? Za afya. Nasisitiza na natoa maelekezo. Naomba tuache kuchaji wa mama wajawazito. Mama mjamzito hataki kulipia chochote. Sawa? Kama sera inavyosema. Lakini pia tuendelee kuhamasisha bima ya afya kwa wote, na nadhani ndio itakuwa mkombozi wa hizi changamoto ambazo tunazipitia, kuhakikisha supply hizi zote muda wote zipo. Bidhaa zote za afya ziwepo katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya. Na pale ambapo kuna mapungufu tutahakikisha tunawasilisha sehemu husika ili tuweze pia kupata za zaidi ambazo zitaweza kutatua changamoto mbalimbali. Kwa ni waombe tuhakikishe tunaendelea kutoa elimu kwa jamii na ile mikakati yote ambayo tumeshare kwenye magrupu mbalimbali kuendelea kuifanyia kazi yote kwa pamoja. Lakini pia niwasisitize tufuate maadili katika utoaji wa huduma za afya, utaalamu wetu pamoja na best customer care. Na sisi kama viongozi wa RHMT, CHMT tutaendelea kuhakikisha tunasimamia utoaji wa huduma bora. Na hatutosita kumchukulia hatua yoyote ambaye atakuwa na atoe huduma bora, especially kwenye lugha. Unajua tunapataga malalamiko eneo la mama na mtoto. Kwa naomba niwasisitize sana tutoe huduma bora, tuhudumie kina mama, na hiyo itasaidia sana hata kupunguza zile wanaita home delivery. Si ndio? Waje kwenye vituo. Na moja ya intervention nyingine ambayo tunafanya ni birth companion. Na nimesikia hapa unaiongelea. Mikoa mingi wameshaanza na sisi inawezekana kabisa. Watatusaidia sana. Akiwa na companion wake pale, atakusaidia hata wewe ambaye healthcare provider uko mmoja una client wengi,
lakini tunavyoelimisha na kuwaonyesha zile danger sign kwa wakati, anytime kabla ule muda ambao hujapita kufanya vital sign na kufanya check up, atakuwa na kushtua kwa ajili ya kuendelea kutoa huduma. Na hii inawezekana kabisa kwa level na mazingira ambayo tunayo. Kwa mfano dispensary unakutana na chumba kimoja na bed labda 2 au 1 afa na mama mmoja. Ili hatuwezi kuanza kufanya birth companion, inawezekana. Kwenye zile cubic ambazo zina vyumba 4, unakuta pale ndo tunahitaji tufanye zile partition na kuongeza walls kwa ajili ya kuendelea kuweka ile privacy, si ndio, respective care. Mama wa hapa na companion wake asisikie chumba cha pili kinachoendelea. Sawa? Kwa tunaendelea pia kutafuta wadau ambao watasaidiana na sisi katika kuboresha hayo mazingira ili tuweze kutoa huduma ya mwambata wakati wa kujifungua. Baada ya hayo, niwasisitize tena tuendelee kujifunza, kufanyia kazi yale yote ambayo tutakubaliana hapa, na sisi kama RHMT tutaendelea kuhakikisha tunawasimamia na kuhakikisha changamoto zote ambazo mnapitia tunazifanyia kazi. Kwa hiyo niwasisitize sana tujifunze, na baada ya hapa tukawafundishe wenzetu na tuanze matumizi ya Labour Care Guide. Labour Care Guide ilianzishwa na Shirika la Afya Duniani mwaka 2020. Lakini sisi hapa Tanzania tulianza utekelezaji wake mwaka 2023. Kwa mpaka sasa ni mikoa takriban 24. Huu utakuwa na 20, Singida itakuwa ni mkoa wa 25 katika kupata mafunzo. Kwa hiyo tunatarajia baada ya haya mafunzo kwa hao tunawafundisha ambao ni watakuwa wawezeshaji, wataenda kuwafundisha watu wa huduma wengine katika halmashauri ambako wametoka. Lengo la hii Labour Care Guide ni kuboresha huduma. Kitu cha kwanza hicho, itamsaidia mtoa huduma kugundua zile dalili za hatari ambazo mama ambaye amekuja kujifungulia ambaye anaweza kupata, itamsaidia kugundua haraka na kumpatia huduma stahiki mapema zaidi. Kwa kufanya hivi itaweza kuboresha huduma za afya kwa kina mama, lakini pia itaweza kupunguza vifo ambavyo vinaweza kutokea kwa hawa kina mama ambao wakati wa uzazi pamoja na watoto wachanga. Tumepokea mafunzo ya ufuatiliaji wa mama ambayo yuko leba kwa kutumia nyenzo ya Labour Care Guide, ambapo sasa tumeachana na kitu ambacho kilikuwa kinaitwa photograph. Kwa sasa tunaenda kwenye Labour Care Guide na tumepokea kutoka Wizara ya Afya. Kwa kama mkoa, lengo hasa ya mafunzo haya ni kuimarisha uwezo wa mtoa huduma ambaye anafanya kazi wodi ya wazazi na kufuatilia huyu mama ambaye anajifungua kwa kutumia hii nyenzo ya Labour Care Guide. Kwa kutumia hii Labour Care Guide tutapunguza vifo vya mama na mtoto kwa sababu tutakuwa tuko makini sana. Hii Labour Care Guide ina component nyingi sana. Component mojawapo ni viashiria ambavyo ni hatarishi kwa mama mjamzito. Alafu pia ina kitu kinaitwa birth companion ambaye ni mwambata wa mama. Kwa ina vitu vingi sana ambavyo sasa hivi vitu kama tunaenda kuimplement kama mkoa, mafunzo haya yana include wauguzi pamoja na madaktari hasa wanaofanya kazi eneo la mama na mtoto. Lakini pia hatujaishia hapo, tumechukua pia wakufunzi. Changamoto ambayo ni kubwa ambayo ni mbaya zaidi ilikuwa ni vifo kuwepo. Unajua unapokuwa na kifo cha mama na mtoto tunasema ni changamoto, lakini tuna imani inaenda kupunguza kama nilivyosema hapo mwanzo. Tuna imani tunao kupunguza hii changamoto ya vifo vya mama na mtoto kwa upande wa mkoa. Haya mafunzo yatakuwa ni sisi tutakuwa ni wanufaika pamoja na vituo ambavyo tutaenda kuwajengea uwezo baada ya kumaliza mafunzo haya. Tulikuwa tunatoa huduma, lakini huduma ilikuwa haijabeba vitu vingi sana, na hata kwenye kufanya maamuzi kuna vitu tulikuwa tunafanya lakini kwa kuchelewa. Lakini kupitia mafunzo haya tutabaini vitu kwa haraka na kufanya maamuzi ili kuweza kuwaokoa kina mama. Kwenye issue ya patography inafuatilia pia mama na mtoto kuanzia amekuja pale labor ward mpaka na kujifungua. Sawa, lakini haikuwa kuna vitu mfano kama zile danger signs na risk factor zilikuwa hatuwezi kuzi-identify kwenye ile. Sawa, na kuna namna ya kufuatilia mama haswa baada ya kujifungua na mtoto
kuna yale mahudhurio ambayo anatakiwa aje kuyafanya manne, sawa. Kwa mwanzo kwenye patography ilikuwa haipo. Kwa hii tunamfuatilia mama kwa yale mahudhurio manne, ile masaa 24, siku 3 mpaka siku 6 mpaka siku 40 na kitu, zote tunamfuatilia mama.